kunyenyekea ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana, na kuinua ni wewe tu Bwana, ni wewe moyoni mwangu ni wewe tu Bwana, ni wewe ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe Baba, nasema wewe ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana, mimi nakiri ni wewe tu Bwana, ni wewe hakika na sarenda ni wewe tu Bwana, ni wewe najiachilia kwako ni wewe tu Bwana, ni wewe tu ni mfalme ni wewe tu Bwana, ni wewe ndiwe Mungu ni wewe tu Bwana, ni wewe Mungu wa ajabu ni wewe tu Bwana, ni wewe tuka unifundishe ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo nakiri katika moyo wa ndani Mungu, katika kilindi cha moyo, maana katika kukuabudu na kufika katika kilindi na kukufikia wewe Mungu mfalme, nakiri haja ya moyo wangu Bwana ya kutaka kufika pamoja na kukaa na wewe mfalme. Baba, naliabudu jina lako na litukuza mfalme wa amani. Peke yako ni Mungu uliyenipa nafasi siku ya leo, uliyenipa uhai Bwana toka asubuhi mpaka saa hizi, uliyodhihirisha kwetu kwa mambo ya ajabu, hata kwa miujiza ya ajabu, hata kwa neema ya mvua ambayo tumeiona kadi ya miezi miwili mitatu tujaona mvua leo tumeiona. Mungu nakudushia sifa na utukufu. Ninakubariki kwa matendo makuu unayotenda kwetu sisi unayoona kwa maji, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya taifa hili, kwa ajili ya kila mtu. Na saa hizi tunajiachia mikononi mwako pamoja na watoto wako wa Mungu mfalme. Maneno yako yenye hekima, yenye kutuinua, yenye kutuhuisha ndani ya mioyo yetu. Sifa zako zikae katika mioyo yetu Bwana, zipate kuchipua mpaka kufikia kukuabudu na kwenda kukidhi haja ya mahitaji ya moyo yetu. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya jioni ya leo, maana wewe ni Mungu. Sitagusa utukufu wako, wala hakika sitautamani, bali ukae na utukufu wako, bali tu nionje neema na baraka zako wewe mfalme. Katika uwepo wako wewe Bwana, niweza kukidhi haja za moyo wangu, naweza kuona upendo wako na fadhila zako. Wewe ni Mungu na utabaki kuitwa Mungu. Tunajiachilia mikononi mwako sasa, ukapata kunena nasi kwa maneno yenye uweza, yenye mamlaka, yenye kutupatia hata uzao kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tunajikabidhi mikononi mwako na kushukuru na kuomba ni katika Kristo Bwana wetu. Amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Hebu tushangilie Mungu kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema pekee ya kutukutanisha wewe na mimi mahali hapa. Ni mara nyingine tena tutaenda kushia maneno machache, lakini maneno yenye uweza, maneno ya Mungu yenye kuisha nafsi zetu. Na shukuru kila mmoja aliyehudhuria siku ya leo. Nashukuru viongozi pia na kila mmoja. Ilikuwa wiki iliyopita tuendelee kukutana, lakini kwa mambo ambayo yalikuwa yamkini
au shetani au Mungu, kila kitu kinafanyika, lakini tunashukuru Mungu kwa jambo lolote lilofanyika. Yamkini tunataka tuonane mapema, anataka tuonane siku ya leo. Amina. Lakini pia hata siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya yote. Tumsifu Yesu Kristo. Wale ambao tulikuwa toka mwanzo tulikuwa tunazungumzia kuhusu habari ya kwa nini kipengele cha mwisho, kwa nini tunashindwa kumwabudu Mungu. Amina. Au kwa nini tunamsifu Mungu? Leo tunaingia kwenye kuabudu, lakini ngoja kabla tujaanza habari ya kuabudu Mungu ni kwa nini tunamsifu Mungu. Na wale tulioanza nao tulisema kwamba sababu ya kwanza ametumba nasi ni mali yake, na tumeona katika mwongozo katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza mstari wa 26 mpaka 28, tuandike kwa sababu vitu ambavyo tunafanya marudio, lakini pia tulisema ni kwa sababu anatuwezesha kila kitu, na tukaona ni Filipi 4:4 mpaka 9, lakini tukaona ni kwa sababu Mungu ni mwema sana, wana Kolosai 3:12 mpaka 16. Tumsifu Yesu Kristo. Na pia tukaona tunaabudu Mungu au tunamsifu Mungu kwa sababu Mungu ni mzuri sana kwetu. Ukaabudu Mungu katika roho na kweli, huko ndani hakuna kitu kinachofikia uzuri wa Mungu, maana Mungu huwa anatamanika katika roho. Amina. Mwanadamu anatamani vitu vyote, unaanza kutamani vitu vyote kwa kutamani kwa kuona kwa macho, wewe unatamani katika mwili. Lakini Mungu anatamaniwa katika nini? Katika roho. Mwambie mwenzako, hebu tamani Mungu katika roho. Udhaifu wa mwili, utamani ukiona ghorofa nzuri sana unaitamani kama ningekuwa na jengo kama hili, ningelipenda sababu ulimuona katika nini? Katika mwili. Na udhaifu wa mwanadamu akiona akina mama, wale akina baba, akiona akina mama anasema mimi nataka sijui figa 8, nataka mtu aina hii, nataka mwenye pua iliyochongoka, nataka kitu hiki, nataka mweupe, nataka mwenye sura hii. Akiangalia anatamani kutoka katika nini? Katika mwili. Kwa hiyo ukitamani katika mwili, ule utamanio wako ule au ule upendo wako una kikomo. Yamkini kile kitu tulichokiona ile mtu akipata dosari katika kile kitu kinakoma. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini Mungu huyu tunamtamani katika roho hamna kikomo. Amina. Kikomo ni dhambi kiingia. Amina. Maana ni roho. Mungu hana definition kwamba umetamani mguu wa Mungu, umetamani pua yake, umetamani macho yake au mguu wake. Yeye Mungu namtamani kutokana na nini? Uwepo wake na jinsi roho inavyokuwa. Wanasema roho ya mwanadamu inahangaika kila wakati ikitafuta kurudi kwa Muumba wake ikapumzike, maana sisi ni nini? Ni sehemu ya roho wa nani? Wa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo anasema na tumuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Anasema walipomuumba mwanadamu walifinyanga udongo ukawa sawa, basi akachukua Mungu akachukua ile nini? Kile kifinyanga alichofinyangia akapulizia pumzi, na kile alichopumzia ikawa nini? Ni mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe roho yetu ni sehemu ya roho ya wanani? Wa Mungu. Sema ndivyo tunafika mahali tu tunakengeuka. Na kama roho yetu ni sehemu ya roho wa Mungu, hii roho lazima inamtamani nani? Inamtamani Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana vitu vyote kila ikifikia kama ni mambo mazuri, tunapofikia kumtamani Mungu, tunamtamani Mungu kwa hali ambayo ni ya juu sana. Amina. Lakini yamkini ukitamani wanadamu utawatamani, lakini wanadamu wana kikomo. Ukitamani jengo, kesho kutafuta jengo lingine nzuri kuliko hilo, utasema hili lilishapita na wakati. Ukitamani gari, utafikia wakati utasema gari hili lishapita na wakati. Lakini ukitamani Mungu katika roho na kweli, Mungu hapiti na wakati. Mungu ni yule yule jana, leo na hata nini? Hata milele. Tumsifu Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini pia tukaona sehemu nyingine hatukuandika, tuendelee hapo kwamba kwa sababu kwa upendo wake alimtoa mwanae Yesu Kristo ili atukomboe. Tumeiona kutoka katika ile kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana anasema, Injili ya Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima nini? Wa milele. Kwa hiyo tunaona tunamtamani, tunamsifu Mungu kwanza kwa sababu yeye mwenyewe alitupenda na akatoa nafsi yake ya pili, yani Yesu Kristo, ije duniani bila kushiriki dhambi, bila chochote, lakini alimradi tu amekukomboa wewe na nani? Mimi, wewe na mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia anasema ametupa upendo wa kimungu ndani yetu. Filipi 1:9-11. Mungu ametupa upendo wa nini? Wa kimungu ndani mwetu. Lakini pia hii anasema ni Mungu tu anayestahili kusifiwa na kuabudiwa. Tunaona katika kitabu cha Ufunuo tunapoona na makerubi, maserafu na nini, malaika wamekaa wanasifu. Wanamsifu nani? Wanamsifu Mungu tu. Wanasema Mungu tu ndiye anayetakiwa kusifiwa. Katika kitabu cha Ufunuo 5:9-13. Tumsifu Yesu Kristo. Leo naomba mtitaki sana katika mistari, nitasoma michache sana. Na michache sana nimeelezea kwa sababu ya muda, nataka nikabe sehemu tukiingia kutoka sehemu hii hapo tunaingia kwenye sehemu ya kaburi, maana ndio mwisho
kwa nini tunamsifu Mungu, kuingia kule mwisho lazima tumwabudu. Huwezi kumsifu Mungu tu kamwacha angani, lazima kumsifu kufikia katika sehemu ya pale ya kumwabudu, na kumwabudu nafikia katika kukutana nani na Mungu, kumsifu Yesu Kristo. Lakini pia namba G anasema kao la Mungu linakaa katika nini? Sifa. Yaani Mungu yeye katika ukao wake anapenda kukaa katika nini? Katika sifa. Tungekuwa ni wazee wa Kiswahili au wazee wa Baraga, anasema wale wanapenda kukaa katika nini? Katika kahawa. Amina. Sasa zote tena Magomeni, tena Kimara, tena Malipote, kwenye vijiwe vile vya wazee, wao wanapenda kukaa kwenye vijani vya kahawa. Lakini kahawa ya Mungu yeye anakaa kwenye sifa. Amina. Maana muda wake wote, hana muda, hana asubuhi, hana jioni, hana nini. Kao la Mungu ni kwenye sifa. Na sifa za nani? Zako wewe na mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Faida ya kumsifu Mungu, hizo habari hizo. Faida ya kumsifu Mungu. Tayari faida ya kumsifu Mungu umeshaandika? Kumsifu Yesu Kristo. Usifu ni silaha kuu dhidi ya shetani. Usifu ni silaha kuu dhidi ya shetani. Zaburi ya 56 mstari wa 4. Zaburi ya 56 mstari wa 4. Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake, nimemtumaini Mungu sitaogopa, mwenye mwili atatenda nini? Amina. Anasema kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake, nimemtumaini Mungu sitaogopa, mwenye mwili atanitenda nini? Hamna haja ya kuogopa. Kama ni mtu uko katika roho na mwabudu Mungu katika roho na kweli, sifa za Mungu ziko kinywani mwako, sifa za Mungu ziko katika kunena kwako, wewe saa zote ni maneno ya sifa. Hauna haja ya kuogopa chochote, maana silaha kubwa ya kumpinga shetani katika vishawishi na katika mambo yote ile ni sifa za Mungu. Na sifa nilisema si lazima usifu kama tunapokaa hapa. Sifa ni yale maneno yako. Amina. Maneno yako unayosema jamani yule mtu mwacheni tu. Yaani yule ni yuko hivi tu. Yaani yule yuko hivyo. Hizo ndio sifa. Sifa za kunena. Amina. Hizo ndio sifa ambazo zinakuwa connected na nani? Na Mungu. Yaani toka asubuhi mpaka jioni maneno yanatoka katika kinywa chako ni maneno ya kufanya nini? Ya kumsifu Mungu. Hizo ndio sifa zilizo bora kuliko sifa hata za kawaida. Lakini pia tunapofikia katika ile hali ya kuimba pia ni bora, maana zile ni sala. Unasali mara mbili unaporudia, maana unazama kabisa katika kuimba au katika kuabudu, unasali mara mbili. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, sikai sana sababu ya muda. Nasema kwa msaada wa Mungu. Okay, tuangalie Zaburi pia 149. Mstari wa 6 mpaka wa 9. Yeah. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndiyo heshima ya watauwa wake wote. Haleluya. Amina. Mnasikia jamani? Hiyo ndio hekima ya watauwa. Watauwa ni wewe na mimi unayeamua kabisa kuishi katika utawa. Amina. Utaua. Neno la Mungu likae kwako, ukiri Mungu kila wakati. Yaani haina haja wala haina budi kila wakati, haina haja
wewe unatembea lakini bado kuna mambo fulani yanatoka katika kinywa chako, lakini wakati unasema nataka nimsifu Mungu. Pia hata lawama au mashutumu hayatakiwi wewe kinywani mwako. Ukiona ni mtu akulalamika hata wakati, hayatakiwi wewe kinywani mwako. Maana ukiona mtu akulalamika kwa ajili ya mtu fulani, kwa ajili ya kiongozi, kwa ajili ya bani, kwa ajili ya rais, kwa ajili ya waziri au kwa ajili ya kitu fulani, hutapata nafasi ya kumsifu Mungu. Hutapata maneno ya kufanya nini? Ya kumsifu Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunasema kila jambo kwa wakati wake na majira yake. Tunasema Mungu afanye nini? Atukuzwe. Ukilishia nasema Bwana ndiye anajua. Yaani kila kinachotokea wewe unakabidhi Bwana. Amina. Ili haiji jamani hata wanauao wanaonea sema Bwana anajua. Amina. Bwana ni mkuu kuliko mambo yote. Jamani kuna watu wameuao hapa wamefanya nini wametenda hivi na hivi. Wewe ukiwa mtu wa Mungu sipo unataka zikae kwako. Sasa usianze kuungana nao waambie, Bwana huko si kuna watu gani wanauao hata sisi tunaambie. Bwana ni mkuu kuliko wote, anayejua, anayefanya jambo jizani. Mungu anatoa katika nini? Katika nuru kwa majira na wakati wake. Hizo ndio sifa za Mungu. Mungu anajua huyu, hamwangalii mwanadamu. Anasema hawa wanadamu wenye mwili atanitenda nini? Mwangalie Mungu, mkabidhi Mungu kila jambo. Na ukikabidhi Mungu kila jambo, usitegemee Mungu ajibu kwa majira yale. Wewe mwachie Mungu. Kwa Mungu hakuna asubuhi wala jioni. Mungu wakati wote ni wa kwake. Majira tumeweka sisi. Amina. Yeye anajua wakati wa kulitenda. Kwa hiyo mwachie Mungu kwa majira yake, atafanya nini? Atalitenda. Tumsifu Yesu Kristo. Pia baada ya kusifu kufungulia nguvu za Mungu. Zaburi 149 hiyo, alafu pia na kitabu cha Nyakati wa pili 20:12 mpaka 22. Usome tutachelewa hapo. Hii Zaburi na pia hiyo mpanga wa neno la Mungu. Haya. Kufungulia nguvu za Mungu. Zaburi ya 149 mstari wa 6 mpaka wa 9, alafu Nyakati wa pili mlango wa 20 mstari wa 12 mpaka 22. Namba 3, kufungulia baraka za Mungu. Kwa hiyo baada ya kusifu pia kufungulia baraka za Mungu. Zaburi ya 67 mstari wa 5 mpaka wa 7. Zaburi ya 67 mstari wa 5 hadi 7. Yeah. Watu na wakushukuru Mungu, watu wote na wakushukuru. Nchi imetoa mazao yake. Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi, miisho yote ya dunia itamcha yeye. Amina. Amina. Sema neno la Bwana. Neno la Bwana. Anasema watu na wakushukuru Mungu, watu wote na wakushukuru. Sio mtu mmoja, watu wote na wakushukuru. Na anasema nchi imetoa mazao yake kwa sababu ya baraka za Mungu. Mungu wetu ametubariki kwa kila jambo. Yaani amekubariki hata wewe ukaa mahali hapa. Amekubariki nyumbani kwako, amebariki watoto wako, familia. Hujasikia kuna msiba, hujasikia kuna kitu gani? Ni Bwana amekubariki, ndio maana katika baraka hizi. Lakini anasema miisho yote ya dunia itamcha yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe miisho yote ya dunia itamcha yeye kutokana na matendo makuu ambayo Mungu anafanya nini? Anafanya kwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ya 4 ambayo namalizia hapo. Utukufu wa Mungu hujaa katika moyo wa mtu anayesifu. Utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu hujaa katika moyo wa mtu anayesifu. Na pia hupajaza mahali pale panapofanyika sifa. Panapofanyika sifa. Kitabu cha Nyakati wa pili au Biblia, Nyakati wa pili mlango wa 5 mstari wa 13 mpaka 14. Nyakati wa pili mlango wa 5 mstari wa 13 mpaka 14. Narudia. Utukufu wa Mungu hujaa katika moyo wa mtu anayesifu. Na pia kupajaza mahali pale panapofanyika sifa. Kitabu cha Nyakati wa pili mlango wa 5 sura ya 13 hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja,
wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matfazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao. Hebu simama pale. Unaelewa lakini somo linalosoma wakati anasoma, hebu jaribu kurudisha katika moyo wako kwamba hawa watu labda ni sisi. Amina. Sema labda sisi tuko pale kanisani pale ndio anafanya hiyo huduma. Kuhani mwenyewe anashika kufanya ile huduma kutokana na nini? Utukufu wa Mungu umefanya nini? Umejaa, umeshuka. Sasa ukiona utukufu wa Mungu umeshuka, hata kuhani akashuka kusimama, wewe uliamini uko pale itakuwaje? Amina. Maana umefikia kutokana na nini? Ule uwepo wake utaja umeshuka pale, ukajaa. Sasa lakini anasema unaanzia ndani ya moyo. Huko mbele katika soko tunaona kwamba mtu yule anasifu au anaongoza kuabudu, lazima kuanzia huko ndani. Ukiona ile nguvu ya kutikisa, ile nguvu ambayo inaingia ndani ya mioyo ya wanadamu, lazima inaanzia kwa ile mtu ambaye yeye ndiye anayeongoza ile ibada ya himno. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna kitu tunaita kwenye kusifu na kuabudu himno, yule anayeongoza kama masolo hapa, kama yule anayebudisha. Yaani yeye kitu cha kwanza unapoona ile nguvu kabisa inapoingia kwa watu, kama ni mtu wa sifa uliokuwa connected na Mungu, lazima usikie. Na lazima ujue sasa kuna watu kabisa wanapokea nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu, kwa sababu haiwezi kufika kule kama haijaanzia kwako. Na kama hakujatengenezwa, ni vigumu hiyo nguvu ya Mungu kuanzia kwako, kwa sababu Mungu anaangalia kicho cha yule anayeongoza zile sifa za Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kama ibada iko kanisani, padri hawezi kusema Bwana awe nani, alafu akaitikia yeye mwenyewe awe pia nawe. Padri anasema ile ibada lazima kuwe na wawili watatu. Hakuna ibada inayofanyika na padri peke yake. Lazima kuwe na mwenzake. Bwana awe nani? Awe rohoni mwako. Tumsifu Yesu Kristo. Wanapokezana, yani wanashare. Katika kushare ndiko kutengeneza ule uwepo wa Mungu. Mungu anasikia na anashuka. Na sisi katika kwa mahali hapa anaongoza sifa, anaposema haleluya, tumwimbie Bwana asante. Na sisi tunafanya nini? Tunapokea. Anatuongoza na sisi tunapokea. Na Mungu anaangalia sifa kule kwa share. Ndiko deflect anafanya nini? Anajibu. Tumsifu Yesu Kristo. Uone ndani akisema haleluya tuimbe shangwe, alafu tukakaa kimya, akaendelea tukakaa kimya. Mwisho akasema jamani basi tuabudu Mungu. Kuna kitakachotokea? Hakuna. Lazima mna share, na kushare unamaanisha nayo unasema unayakubali. Bwana awe nani? Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Hatuinui kwa kwako wala kwa binadamu. Tumeinua kwa nani? Kwa Bwana. Anasema ni kweli vyema na kumshukuru Bwana Mungu wetu. Aliweka mafumbo haya. Amina. Ili katika hayo ndio mnafanya nini? Mnaanza kupata ile muunganiko na Mungu anaonekana. Unajua hata ibada ilivyo, mimi kuna siku moja nishakonsentrate kabisa, nilifanya maungamo. Nikasema Mungu naenda kanisani, nikakaa ibada. Mimi nakwambia ile ibada mpaka naenda komunika, mimi uwepo wa Mungu ulikuwa umenijaa ndani. Haleluya. Leo ninasema haleluya lakini si wakati wake. Amina. Unaona kabisa Mungu huyu anaonekana. Huyu Mungu yupo. Na bahati nzuri pale anayeongoza ibada naye yuko concentrated kwenye ile ibada. Kila kitu utashangaa na utakosa ibada. Hata kama kuna njaa, hakuna njaa, kwa sababu roho yenyewe ikishajaa, hakuna njaa kwenye mwili. Roho ina uwezo wa kushusha mwili na ukakubali. Kama ukiondeshwa na mwili, mwili unakuendesha na kupeleka kwenye dhambi, kwa sababu roho imekufa au roho ni dhaifu. Roho ikiwa juu, mwili wako unatii roho. Kwa hiyo hata kutenda dhambi kwako ni kwa shida au kwa taabu, kwa sababu kila mwili unachokitamani, roho inaambia haiwezekani. Bwana yuko pamoja na mimi. Oh, Bwana anasema hivi. Na vifungu vinakujia. Hai, mtu wa Mungu umetakazwa kufanya jambo kama hili. Ni vigumu mwenye dhambi kuingia katika ufalme wa Mungu. Yaani roho inaanza kusema. Roho ikisema tayari huko mwili unafanya nini? Unafeli. Kama ni kutamani, kama ni nini, kama ni kusema uongo, kama ni kufoji, roho ikisha kwenda juu unasema hivi wewe mtumishi wa Mungu ukionekana mahali hapo unafoji. Hapo ndio ofisa katika ofisi fulani. Unaandika hapa, ikija kuvurunguka hapo kikamata itakuwaje? Roho inaanza kusema na wewe. Kama roho iko juu huku chini kuna kataa. Amina. Mwili unakataa. Anasema jamani, basi kwa hiyo mwili unakubali tunafanya. Ndio maana unaweza kufunga hata siku 2 siku 3. Kwa nini? Roho iko juu. Lakini mtu ambaye mwili uko juu, hebu mwambie ufunge hata siku moja, sema jamani mtumishi unawezaje? Mimi kile kitu ile saa kuna nasikia mwili unanisumbua. Kwa sababu nini? Si kwa salati, kwa sababu hajaweza kucontrol ule mwili. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini nadhani sisi ambao Mungu ametuita kwa ajili ya kusudio maalum, tutajicondition katika hali hiyo na tujipeleke, lakini kuna mtu atuwezeshaye kutenda. Anasema tunaweza mambo yote katika yeye atutia nini? Nguvu. Amina. Wala sio mimi kushawishi.
ila wewe ukikaa katika neno la Mungu, Mungu atakufikisha pale ambapo anataka ufike. Tumsifu Yesu Kristo. Yeye kipengele kimoja hapo tunaingia kwenye kusifu na kwenye kuabudu. Tunaingia kwenye sehemu ya kuabudu. Kipengele kizuizi cha katika kusifu. Kuna vizuizi vya kuzuia sifa. Vizuizi katika kusifu. Vizuizi katika kusifu. Kichwa cha habari. Tayari. Andika namba moja, dhambi. Dhambi. Kizuizi cha kwanza cha kumsifu Mungu ni dhambi. Kizuizi cha kwanza cha kumsifu Mungu ni dhambi. Kwa maana wakati wote dhamira inakushtaki, inakushtaki na kujihukumu kuwa wewe unastahili kuonekana mbele za Mungu. Inakushtaki na kuhukumu kwamba wewe unastahili kuingia mbele za Mungu. Wala kuonekana mbele za Mungu. Petro wa pili mstari wa kwanza, Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3 mpaka wa 5. Kwa maana wakati wote dhamira inakushtaki na kujihukumu kuwa wewe unastahili kuonekana mbele za Mungu. Nyakati wa Petro wa pili. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3 mpaka wa 5. Kwa kuwa uweza wake na uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Neno la Bwana. Tunamshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ukifahamu kama mtumishi ulioitwa kwamba tumeokolewa kwa neema, lakini pia tunalindwa kwa neema na tumekirimiwa kwa utukufu wa Mungu kufanywa watakatifu na kufanya miungu midogo. Amina. Yaani miungu anasema katika nani, anasema binadamu ni mtu gani? Au binadamu ni nani hata kwa kufanya punde kidogo sawa na Mungu? Kwa hiyo ukiangalia